haiwezekani. Shamba lako halikufika huko. Shamba lako mimi najua linaisha hapa. Yaani haka hatua kamoja ndio wakatugombanisha mzee wangu. Ni afadhali ungeisha hapa hapo tu kulima. Hili shamba kila mwaka nalima hapa hapa. Yaani sijao kuvuka hapa. Sasa nashindwa kukuelewa ni kitu gani unachokifanya hapa kila siku hapa hapa. Sasa tufanye hivi. Tumuite mwenyekiti, mimi naenda nikamuita mwenyekiti kusudi aje atupimie vizuri, maana mwenyekiti ndiye alipima ile shamba wakati ananunua. Yaani hatua moja umuite mwenyekiti. Sasa kumbe nimegundua. Wewe na mwenyekiti ni kitu hicho, ni kitu kimoja. Nimegundua kila mwaka nalima hapa. Na kila siku nakomea hapa. Sasa iweje leo mpaka ufuate mwenyekiti? Yaani sisi wao tumeshindwa kumaliza mpaka aje mwenyekiti. Sikubali wala sitaweza. Kama ndio sasa fanya unachoweza. Nimeshalima hapa. Naondoka. Fanya unachoweza kufanya sasa. Nenda. Halafu wewe. Ngoja. Wewe. Tobias! 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 Yaani kuna watu wamenikasirisha hapa, yaani mpaka nashindwa nikafanyike hao watu. Yaani mimi nivamie shamba mimi. Yaani mwanangu Tobias singeli kwani wewe. Haki ambacho ningelikifanya mimi. Yaani sijui ingekuwaje tu. Ningelifanya kituko kwenye hiki kijiji. Mimi ni mtu kuweza kuvuka shamba la mtu. Mimi. Mwanangu nakupenda sana. Na ni mwanangu wa pekee. Sitakuteseke. Lakini ipo siku nitamuonyeshea. Labda hanitambui kwa mimi ni nani. Na hata nikafanya tukio. Kuna kitu mke wangu kimeniudhi sana katika maisha yetu. Kwa sababu yule jirani yetu Bihambo pale shambani kwetu. Sasa yule Bihambo mwaka juzi tulimwachia, tulipiga naye kelele tukamwachia hatua moja. Mwaka huu tena ameingia hatua moja. Yaani ikifika mke wangu ikifika miaka 5, si atakuwa ameisha ingia hatua hata 10. Sasa mimi nitafanyaje na watoto wangu? Si shamba litakuwa limekwisha mke wangu. Yule mzee ana asili ya ukorofi. Ni mkorofi yule mzee. Na kila mwaka anatuchokoza kila siku anatuchokoza jamani. Hivi anatutaka nini? Ni nini tumemkosea yule baba jamani? Mbona tunaishi vizuri tu, tunaishi kiungwana, tuna mipaka yetu inaeleweka. Kwa nini yeye kila siku anakuwa anavuka mipaka? Hata mimi sijui anachotaka. Sijui anataka tunyang'anye ile shamba kwa nguvu zake. Sijui tufanye. Sasa mke wangu, kitu kimoja na shauri. Ile roho usiwe nayo ya chuki. Sasa tufuate ngazi za serikali. Au unaonaje? Ni sawa kabisa. Mimi niende kwa mwenyekiti nikaripoti, ataarika wajumbe wake wakati ananunua ile shamba. Si mwenyekiti ndiye aliandikisha na ndiye mwenyekiti huyo hajabadilika. Kwa hiyo yeye mwenyekiti atakuja atutolee uamuzi kamili. Huyo tena tukamripoti tu kwenye ngazi za serikali, serikali itamkomesha tu. Yaani serikali itakayoamua hili swala. Naona ana asili ya kichawi kwa sababu anatembea hata na mapanga. Anakuja shambani kwenye kushauriana kwenye mpaka anakuja na mapanga. Sasa naona ana asili ya kichawi. Ni kweli. Na hii hatuichukuliwe mapema. Hayo maisha yake haya mabutisha tu na mapanga hayo, mume wangu uwe makini. Si akakutoa shingo hapa mimi nikashindwa kuwalea hawa watoto. Nitawalea na nani watoto jamani? Hii hatua iwe mapema sana. Huku tunakoelekea itakuja kuwa shida zaidi ya hivi. Na Mungu atusaidie jamani. Tumemkosea nini huyu baba ukala tufuatilia, Anataka watoto wangu waishije? Anataka watoto wangu wafe na njaa jamani? Basi jioni mimi nitakwenda kwa mwenyekiti. Wedo.
Sipamoja na nisikilize kama navuka mipaka yenu. Hamna hajasema. Hajua kesa hapo nyumbani anawaambia kama nimevuka mipaka. Hamna hajatuambia. Nakupa taarifa sasa mimi. Mwambie mimi sina waza kuvuka mipaka yangu kwenda kwake. Umenielewa hapo? Mimi nina shamba ninajitosheleza. Lakini sio kuniambia kama ninavuka mipaka naenda kwake. Mwambie akome. Yule mpumbavu kabisa mjinga sana yule. Mimi nivuka mipaka. Wewe unataka kutuchonganisha kati ya mimi na ninyi watoto. Ili mkija kurefuka mkafikia hapa, mwisho mje mnilishe sumu au mkatikate mapanga ndani. Wewe huoni? Hana akili nzuri yule mjinga sana yule. Yule mpumbavu. Umeelewa? Ndio. Mimi siwezi nikavuka mipaka yenu kwenda hivi. Mimi nivuka ya nini? Nina mashamba nilijipimia mimi mwenyewe kuanzia huku na huku. Mimi ndio wa kwanza kufika hapa. Halafu takoja nimefanya vibaya. Unaacha upumbavu namna hiyo. Anajifanya yeye anajua nini? Anajua kitu gani? Pumbavu. Naenda lakini mwambie hivyo. Nimekueleza sasa. Halafu sina wewe naweza nikakutandika hapa sasa hivi. Mimi ndio biha. Hakuna mtu mwingine unaelewa hapo? Halafu na unataka nani hii? Safi sana. Wewe kiasi kuna kuja pale nyumbani na tunazungana kwa wote kwa mwanangu. Na unakuja napiga kingine. Wewe kama unangana unakonda konda. Unakaa kwenu. Unakaa wapi? Kwenu sitaki wewe unakuja unakuja nyumbani. Fika sana wewe. Nagoera ngosha waba wacha wijamboga basanga mliwe lakini wale mirembaga wowe tomu mpaka wingira mwijamba. Kwa hiyo leo mtunaenda. Atoma. Na kwa kuwa sio wazuri kwangu. Sasa ninachokihitaji sasa, lengo langu kuu hili moja. Wale watu wafie mule ndani. Kwa agizo na rukupa. Ndio. Hakikisha umeenda kwa Bitati, umechukua ile mbuzi wake. Ndio. Baada kumechukua ule mbuzi wake, umfunge vizuri, tembee vizuri mpaka pale kwenye nyumba yao, nyuma ya nyumba. Uifungie pale. Na mimi nitakachokifanya sasa mimi, nitamwona Bitati, nimwambie kwamba mbuzi yake imefanyaje? Imepotea. Halafu tumakoma tuitafute na kwa kuipata tuweze kuipata kwa kutembea. Tupige mwano. Tukishapika mwano, tunaanza kwa jirani, tunaenda hivi, tukishafika pale, tunaikuta. Tukishaikuta sasa, ndio wote tunasukumia ndani wale wote, tunasaidiana na wetu nyaki. Sukuma ndani, watoto, vipanya, vipaka. Tukisha familia yetu imeteketa. Asitoroke hata huyu. Yaani kuna hata katoto kanataka kuchatuka. Pika mteke ndani. Ni shida. Tuko sawa. Ndio hilo sasa. Jite ukikosea. Mzee usijali, hilo tutaitekeleza. Kutoka huko ndani mbuzi wote tunamtaka sisi. Leo tukio la juzi, yule baba wa familia akafa na yule mke wake yule. Katika kufa wale wazazi wameacha watoto wawili. Wale ndio walioponea chukuchuku kwenye ile familia. Unaona? Na yule mtoto wa kike aliyemchukua ni yule rafiki yako yule Grace. Hajakwambia? Amekwambia? Hajaniambia. Sasa kama hajakwambia na ni rafiki yako, ni urafiki gani sasa nakuficha? Lakini hivi mimi kwenye pitapita zangu mtaani naambiwa kwamba
mtoto wa fulani yuko kwa fulani. Sasa na mimi ikabidi niende kufanya nini? Upelelezi. Nienda pale nikajifanya kama namba maji ya kunywa, kanaletea kale katoto maji ya kunywa. Unaona? Sasa nenda umwambie hivi, kijiji kinaita mkutano. Yule shosti wako kama naye yule mtoto, ama zake ama zao, achunge sana, kitamwakia yule akuja kuzama leo. Na vile umesikia kama Grace analia na mtoto. Wamejua. Hivi hiki kijiji chetu kidogo hiki, utafanya kitu kisijulikane? Wewe kama hajakwambia amekuficha, nenda kamuulize vizuri. Kitu kinafanywa Tanga, Moshi, Morogoro kinajulikana Sembuse hapa kwa kijiji kadogo hapa. Kwa sababu wewe ni rafiki yake, inawezekana nawe akakuweka kwamba na wewe mmekula njema moja. Kwa nenda ukamwambie. Yaani jua kabla hajazama. Afanye juu chini. Kama kukimbia kijiji hiki, akimbie. Watakuja kumuunguzia kwenye ile nyumba. Mwambie yule mtoto amtoe au amtoroshe ampeleke sehemu yoyote. Naona. Wewe ni rafiki yako, asikufiche chochote. Kwangu ndio hivyo, nimefikisha ujumbe. Wewe nenda ukamwambie. Basi sawa. Mimi nitaenda kumfikishia. Ilikuwa inapaswa umchukue yule mtoto na kwenda kwa balozi na kisha kwenda kuwaeleza. Kama kikuruhusu uishi nendo utakaa naye Grace. Balozi gani? Kumbuka ndani ya kijiji hiki hatuongozwi na sheria. Na ndiyo maana watu kama wale wanafanya kila ambacho wanajisikia, Clara. Kumbuka ninavyokushauri hivi, ninakupenda rafiki yangu. Ipo siku maneno yangu utakuja kuyakumbuka. Na kama hupendi maisha yako, endelea kuishi na huyu mtoto. Sikupenda ni kuache uendelee na huyu mtoto. Na napenda sana uishi, sawa? Kwa kweli mimi niko tayari. Yaani niko tayari, nimejitolea maisha yangu. Clara, haukuwepo siku yenyewe tukio linatokea. Hata huruma, hata chembe za huruma. Yule mtoto kwa sasa hana baba. Yule mtoto kwa sasa hana mama, Clara. Imeniuma na bado inaniuma. Yule mtoto wa watu, nikisema leo nimtoe hivi nje na yeye amekwisha. Sawa, lakini mimi nilichokuwa kushauri tu nicho. Yaani niko tayari kuishi na yule mtoto kwa hali yoyote ile, maisha yote yale, Clara. Wewe. Oya, vipi hapa? Ha? Oya, na maana usikie wewe. Oya, hicho bado unaendaenda. Sio vipi kwani nini hapa kwa nini? Oya, vipi? Mzigo wote umetoa wapi? Nimeokota. Umeokota? Umeokota wapi? Mitaani huko. Mtaa gani? Unajua Geita kubwa, mtaa gani unakuta? Nyankumbu. Unaona? Kwani vipi? Yaani sisi kote huko unakopita wewe tulishalipia pesa zetu. Yaani ile mitaani ya kwetu. Kwa watu tukipita tunakuta mzigo wetu washatuwekea tunachukua. Ndio maana hadi sasa hivi unaangalia mifuko yetu haina kitu ambacho tunachukua. So unafika unaokota kwa kilo safi tunapotupatia mzigo wetu. Hizo hela za watu kaka. Tuachie mzigo, tusije nisi. Mimi nilikuwa sijui kama mnalipia. Basi ndio shajua, basi lete. Tupatie sasa tuondoke bwana. Sasa basi niachie tu kwa leo. Unajua nini? Sisi hapa tunaendelea kukuomba kilaini tu. Lakini hapa sisi hizi ni pesa zetu. Na hii ni ajira yetu sisi. Kwa kilo safi bila kujaza watu wala nini mambo patie. Siku nyingine usio unaingia ngaza watu. Nadhani umeelewa. Penzi tu mama. Oa sikiliza. Tukaribia. Achia mzigo. Hizo bado kwa nini? Unamwachia kitu gani mwanangu? Unamwachia nini huyu? Alinde mbaya hapa mwachia kwa kile. Hata umwachia chochote hapa. Wewe mwanangu familia.
Au una ratiba yoyote labda leo tuweza tukapata wapi? Ambapo kutakuwa na mkusanyiko watu labda tunaweza kupata chupa make dasi. Mimi sijielewi kabisa ni. Kwa sasa hivi yani sina ratiba yoyote, mpaka nile hapa nishibe yani. Yaani siko vizuri. Si kweli yani. Oya, lala tu, umelizika sana. Unajua mimi nawasikiliza. Unajua kule hatujaenda mtaa ule kule wa wapi kule Kagera kule. Kagera kuna nini? Kagera jana nasikia kulikuwa na harusi kule mshikaji wangu. Inawezekana kuna machupa kule. Sasa mwanangu toka jana mpaka leo machupa yanasubiri sisi. Ina maana yani Geita nzima sisi ndo tuna shida tunaifanya hii kazi, si ndio? Basi nimeshalipia nyinyi. Kama tunalipia, siku hizi kazi sio kama tunafanya wenyewe tu. Umeona? Watu wanalipia, wanapitia kama ulivyopitia wewe siku zile. Nisikizeni. Unajua mmeongea sana, sawa? Mimi kanivyoambia mwanzo kwa mimi hapa siko vizuri. Mimi na njaa. Mimi hapa nikishiba hapa swala makopo ami faster tu. Unajua mimi ndo doni mjini hapa. Tunapata faster. Kwanza una shilingi ngapi? Mimi na shilingi 200 tu toka asubuhi ile 200. Walikuwa najua tayari shadondoka. Jamani. Wanangu hii hela kubwa. Unajua tatizo nini? Wewe unaweza kangalau hii. Lakini toka asubuhi. Sasa wangu tuchangene ili tuende tukaangalie uhakika kula mchana. Kweli hata mimi hapa na shilingi 200. Tuongeze tuchange basi hapa tutachukua. Sasa 200 tunakula nini sasa? Wewe una 200, huyu ana 200. Tunakula nini sasa? Kama wewe una zaidi ya hizo unaleta tunachanga tu afu baadaye tutaangalia utaratibu. Mimi nikishakula hapa masuala makopo haya mimi kiingia kumi ndodoni. Faster tunapata. Mimi na hiyo. Leti basi tushakula chakula cha 1400. Mimi nakuwa nimetoa 1000 sawa washikaji. Wewe umetoa 200. Lakini tukisha shiba si ndio tunafanya vizuri kazi. Sasa chakula unafuata unaleta hapa tunakula hapa au tunaenda kule kule? Mimi ngoja nifuate. Mpe huyu anafuata. Ngoja nifuate. Sasa unapata chakula gani sasa? Ila mwanangu tukipiga kande unajua tunaweza tukashiba. Yaani mpaka usiku tunaweza tukawa hatuna hamu ya kula tena. Hapo huko sawa. Umeona? Kande? Kande. Sasa unajua nini? Nyinyi fanyeni kitu kimoja. Yule maza kutoa maji wanazingua sana. Umeona? Kwa fanyeni utaratibu wa maji. Mimi nakuja na kande. Jali bwana nenda kwanza mimi ndo nisielewa nini. Mwanangu kweli. Fresh mwanangu. Poa baadaye. Sasa uwai basi. Ni faster sasa hivi nakuja. Unajua mshikaji nakumbuka siku zile mlivyonyanyasa pale. Sikiliza. Ama swala shapita. Umeelewa? Afu mtoto wa kiume. Umeelewa? Kwa lazima tukaribishe kwenye chama letu, lazima tufanye vile. Umeelewa? Karibisha kiipo mshikaji wangu. Wewe mlivyonipiga vile. Tunakaribisha kwenye chama. Uweze chama gani uingie kiasi rahisi? Hapa mjini. Lazima uingie hivyo brother. Uanze kizembe zembe tu uingie tu na nini kwenye chama letu. Kwa siku hiyo mlikuwa na njaa kweli yani. Sababu nyingine njaa. Lakini fresh, ngoja tufanye kazi. Lakini sasa huyu jamaa mbona kachelewa mpaka saa hizi hajarudi? Usubiri anakuja, mimi namwaminia dono langu lile. Hapa sasa hivi anaitema guru tunakula nani kande yetu. Muda sasa umepita saa hizi. Mimi mwenyewe nishaanza kuhisi njaa hapa saa hizi. Ila umesikia? Mambo tulia hapa, au vipi? Ngoja nifukusie. Nini sasa ngoja nisubiri hapa mimi nimfukuzie. Sasa tunarudi hapa. Na wewe niache hapa mimi mfuate yule jamaa. Wewe subiri hapa sasa hivi mimi nakuja sasa hivi yani. Wewe ni sosi gani? Wewe nisubiri hapa. Mimi namfukuzia tunakuja tunakula hapa. Wewe subiri sasa hivi tunakuja hapa. Hivi nyinyi mnaniona mimi mwehu Jamaa anaona mimi chizi. Umefanya nini ndugu yangu? Wewe eneo na mahindi. Wacha pigo gani kama hizo mwana wewe, pigo gani kama hizo? Nusigemea mtu kufanya vitu kama hivyo. Wewe eneo na mahindi vitu vidogo sana. Nimefanya nini? Oya, soko ni mahindi. Sikiza mimi bwana nimemchenga pale sana, nimwacha pale pale anasubara. Nikaona unafuata yako unakuja huko unatema gumashi. Unajua mimi nimefika pale nimeagiza chakula lakini nje ilikuwa inaniuma sana. Na mahindi mimi najuza ile buku. Sawa, ile buku ndio chakula cha wewe, changu mimi. Sawa na ule boya.
Sasa mimi nashangaa ile buku umepeleka watu vidogo hivyo bwana. Mimi nitakuchangia siku yote. Bwana, mimi na wewe tuko pamoja, hizi kazi tunapiga wote bwana. Achana na yule fala. Nilikwambiaje mwanzo? Nilikwambiaje bwana? Mimi na nini? Sasa sikia nikwambie kitu. Kama una mind buku na shilingi 200 yako hii hapa bwana. Chukua 200 yako. Wewe una mindije shilingi vitu vidogo vidogo hivyo bwana? Hata mimi kuna siku nitakuchangia ule mwenyewe mimi nishinde njaa. Mimi hatuwezi kuzuiliana vitu kama mimi na wewe tumetoka mbali. Wewe na vipi bwana? Poa mwanangu, sikiliza. Umeongea sana mwanangu. Haina shida mwanangu. Wewe si mjanja, fresh barida. Lakini sikiliza mwambie kitu moja. Mwenyewe mtafutaji sawa? Mimi mtafutaji kama wewe. Alafu sasa kubaki zile boya ni game 200. Chukua bwana. Ndio nachukua mind sana. Sasa una mind. Hii hapa imenitokea kitu. Acha mambo yako bwana. Vitu vidogo sana hivyo. Wewe Tomaso kijinga mwanangu. So issue bwana. So issue gani mwanangu Tomaso kipimbi? Angalia mwanangu. Samani, sasa hivi. Safi, mambo vipi? Salama, kwema. Swali. Brother, mimi ni mgeni hapa. Nimefika usiku brother. Naomba nisaidie nikapumzike ninapata usiku. Nikuelekeze guest au lodge. Zipo nyingi mno. Leo utapumzika zina maji, bafu, yani safi. Vitanda vizuri, TV. Brother, nikalala hata nje ya nyumba yako brother unakoishi wewe. Nakuomba. Hivi hebu nitazame nilivyo. Unahisi mimi naweza nikawa na nyumba? Brother, nakuomba kokote unakolala wewe. Kokote mimi nitalala tu. Sasa mimi nakwambia nalala juu ya mti. Basi na mimi nitalala chini ya mti brother. Unanichekesha kweli. Brother, ninachokuomba naomba nisaidie tu kokote mimi nikapumzike unakoenda wewe brother. Mimi sina pa kwenda. Siwezi kukusaidia popote. Hakuna sehemu inaitwa popote hapa Dar es Salaam. Unakoelekea wewe brother? Mimi nazunguka tu. Basi naomba tuzunguke wote brother. Tunaweza tukazunguka wote tukakutana na sungusungu na wewe na mkoba wako tukaonekana kama wezi. Ngoja tukapigwa bure. Kuna sungusungu mjini. Brother, mimi ni kijana mwenzio. Najua, sioni mzi juu kichwani. Ni matatizo ya utafutaji. Mungu nisaidie. Mimi cha kukusaidia ndugu yangu si. Yaani zaidi ya ushauri au maelekezo. Brother, nisaidie brother nakuomba. Ndio mimi ndo najiuliza hapa nikusaidie kitu gani? Hicho cha kukusaidia ndio sikijui. Maana nitakusaidia kitu ambacho sina uwezo nacho. Muwe mnakuja kwa watu maalum. Muwe mnakuja hata japo hata na vimemo umeandikiwa kimemo cha maelekezo. Lakini unakuja tu ndugu yangu moja kwa moja unakuja mimi nitalala nje. Na sawa leo umekutana na mimi. Je, kesho unakutana na wezi. Sio nakupiga kuwe. Utahisi labda huo mkoba una kitu kumbe hauna chochote sengea unanyoka. Usiku wa leo tu. Nikusaidie? Kwa leo tu brother naomba nisaidie. Sio kwa leo, kwa usiku huu. Kwa usiku huu basi naomba nisaidie. Asante. Ndugu yangu, unajua jana ile tumekutana mimi na wewe usiku. Afu isitoshe usiku wa Dar es Salaam ni kama vile kama msitu. Maana msitu mara nyingi unakuwa mkubwa na unatisha na unakuwa na wanyama wakali. Ndio usiku wa Dar es Salaam. Yaani Dar es Salaam usiku wake una kila jambo baya na mambo ya hatari. Na ndio maana ilikuwa rahisi mimi wewe kusaidia kulala kwa usiku huu. Ila mimi nilipanga tangu usiku ule kwamba asubuhi itakapofika kuna maswali yangu nahitaji kukuuliza unijibu. Sijui mwenzangu unaitwa nani? Mimi naitwa Heri. Wewe ni mwenyeji wa wapi? Wa Geita. Kijiji kimoja kinaitwa Iseni. Okay. Na hapa Dar es Salaam umekuja kwa nani? Kweli Dar es Salaam sina mwenyeji. Nimekuja katika kutafuta maisha tu. Na mara nyingi unapoenda kutafuta maisha, unaweza kwenda sehemu yoyote. Haijalishi una ndugu, hauna ndugu. Kikubwa tunaomba uzima tu. Kwa na mimi nimekuja hapa sina ndugu yoyote. Kwa hiyo
Wao waliamua kuchukua jukumu la kuja mjini ukiamini kwamba sababu mjini kuna binadamu wenzio, basi unaweza kupata msaada kupitia binadamu wenzio, si ndio? Kabisa. Sasa ndugu yangu, nakusikia. Sasa mimi hapa nataka nitoke sasa hizi niende kwenye mihangaiko. Nataka niende nikajimwagie maji hapo, nikishamwagia maji nipige mswaki na nini nitoke. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba tu ungetoka ukaendelea na pilika zako. Sasa brother, mimi naenda wapi? Naenda wapi sasa? Mimi sina ndugu hapa. Na pia mimi napenda kuchukua nafasi hii kukushukuru hata kwa usiku wa leo. Manake ni watu wachache sana brother, unaweza kukutana naye akakusaidia pasipo kukufahamu. Lakini kwako wewe umeweza. Brother, sina pa kwenda. Mimi naomba unisaidie niendelee kukaa hapa. Sasa mimi kwanza kwa sababu sikufahamu. Na sina kitu cha maana huko ndani, lakini naweza nikaja nikakuacha hapa, nikarudi nikakuta ile godoro langu ile alipo. Na sijui nikutafutie wapi. Brother, mimi siko hivyo kabisa. Mimi hapa nimekuja kutafuta maisha. Mimi siko hivyo. Sasa mfano umeumwa. Na umeumwa maradhi ambayo yani kila kitu kiko hapo hapo. Ina maana mimi nitakuwa nashika kinyesi cha mgonjwa ambaye mimi simjui hata anapotokea. Au umetokea umekufa. Mimi nafanyaje? Maiti naitoaje nje? Nitawaambiaje watu ambao naishi nao? Alafu mimi wewe sijui dini gani? Mimi umekufa na kuzika kwa imani gani? Sijui wewe Muislamu, sijui Mkristo. Na kuzikaje? Swala la kuugua. Kufa. Hilo sio la kwangu wala sio la kwako wewe. Hayo ni mambo ya Mwenyezi Mungu. Mimi nachokuomba, naomba uendelee kunisaidia kuishi hapa brother. Sina pa kwenda. Umeongea, nimekusikiliza. Umeona bwana, na mimi nikiwa kama binadamu na mimi mwanamume mwenzio, sio tatizo hilo kukusaidia. Lakini ndugu yangu, mimi unavyoniona sina kazi maalum. Unaelewa? Ni mtu ambaye anatoka na kwenda kupigana. Mimi ni mpiganaji tu mjini hapa. Na kwenda shughuli yote nitakokutana nayo baada ya kutoka hapa, kutoa mguu wangu hapa nyumbani. Chochote nitakachokutana nacho huko ndo kazi yangu ambayo inaniingizia riziki. Kwa hiyo mimi sitaki kukaa na mtu humu kama nilivyokuwa na mizigo yangu ya mabegi, basi na wewe niwe na mzigo kama huo. Nataka kama unaishi na mimi, ujue kabisa unaishi na mtu mpiganaji, mtafutaji. Nikikwambia tutoke tukakate mkaa, tunakwenda. Tutoke tukabebe zege, tunakwenda kwenye zege. Tutoke tukabebe mbao, tukabebe mbao. Tukapige debe, tutoke tukapige debe. Yaani kazi yote tutakokutana nayo tufanye. Sitaki kukaa na mtu mwinyi. Unaelewa? Brother, nashukuru utakuwa umenisaidia sana kwa sababu hata mimi nahitaji kufanya kazi. Kwa hiyo nitafurahi sana kufanya kazi pamoja na wewe. Na pia tukiishi hapa pamoja. Nashukuru sana brother. Asante sana. Usipige magoti. Kwa sababu umenipokea unijui. Mimi nitasaidiana kwa kila kitu brother, nakuomba. Nashukuru sana. Sawa. Na mimi nashukuru. Hapa karibu tukae tupambane. Hapa Dar es Salaam umesema kuja kutafuta maisha. Hapa kutafuta maisha, usidhani kama utatafuta hiyo utayaona yale. Maisha ni kuhangaika. Kwa kama umekuja kuhangaika, tuhangaike. Sio kila unayemuona hapa anaendesha gari basi alikuja kaja kwa mjomba wake, kwa shangazi. Hapana, kuna wengine wanakuja hapa hawana mjomba, hawana shangazi, lakini mwisho wa siku wanatusua. Na wengine wanaokuja kutoka makwao kufika hapa kwa mashangazi, kwa wajomba, ndo analemaa. Sasa mimi niko tayari kupigana, niko tayari kufanya chochote kile. Basi sawa, kusaidiana na wewe. Sawa ndugu yangu, karibu sana. Hata Waswahili wanasema ukimwona kobe juu ya mti ujue kapandisho. Dar es Salaam sio kisemvule unengemue ule. Dar es Salaam jiji la gharama, watu wanakula wali kwa nyama. Sasa brother, sijakuelewa sasa. Mimi sijakuelewa. Ndio hivyo unavyosema unengemue ule, ndio kama hivyo sasa. Tunde tukahangaike, tukafanya shughuli zozote zile ambazo zitatuingizia kipato cha kuweza sisi kula na kulipa kodi kwenye mabanda ya watu. Usiende huko, kuna mtu kavaa nguo kama wewe anakimbizwa mwizi, alafu kavaa nguo hii imefanana kama wewe hivi. Mimi nilijua ni wewe mwenyewe. Ndio. Naam.
taarifa tu fupi ya mgonjwa wako, tumemcheki, tumemgundua yuko safi kabisa, ni majeraha tu ambayo yuko nayo, lakini ndani kwenye mbavu, kichwani yuko salama. Hajapata zote la mwenye kuvunjika au nini? Hapana, yuko salama kabisa. Sio, nashukuru sana. Sawa sana. Hata za kusura kutoka au bado nataka kuangalia kwa muda wa siku mbili nyingine. Nafikiri hadi baadaye tutajua kama anaweza kudischarge au anaweza yuko vizuri yani majeraha tu. Nashukuru sana. Niko sana maumivu ya ndani na ndio wana matatizo haya. Kama majeraha sasa takuwa yuko salama kabisa. Ndio wasiwasi. Asante sana. Basi mimi nikuache na mgonjwa wako karibu na mgonjwa. Haya, asante sana. Asante. Ndio. Pole sana. Ulisema unaitwa Heri eh? Oh, pole sana. Haya, hii ni kazi ya Mungu tu. Tunakushukuru hilo ambalo kwamba hamna mfupa wako hata moja kwamba athirika au hujapata interabidi yule kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mbaki majira hayo tuombea na Mungu. Utapona tukaka eh? Yes. Mimi ni kiri kwako na nitoa ahadi kwamba nitakuwa nawe bega kwa bega mpaka upone kabisa. Na pekee tutaongea mambo mengine tena zaidi hapo. Sawa? Muhimu nawe hapa ni mawasiliano. Sio sana ukimbia hapa. This is my card, this is card yangu. Na zangu simu zote hapa. Na ni ofisini na za nyumbani na za mkononi. So in case of anything, mwenyewe mpigie simu mzee wangu aje haraka nitakuja na sana. Au kutoka shida yote ile. Sawa? Nataka kutoka. Masio bwana mzee mimi nimeshatoa utanielekeza wapi niweze kuja kuangalia na tujue nasaidia nini. Lakini leo kwamba tuko pamoja. Haya. Basi huwa pole. Asante. Haya, asante sana. Mimi tulikutana, ukanieleza matatizo yako, nikakusaidia. Ushanielewa? Lakini ndugu yangu, msaada wangu wote nilikufanyia wewe, leo ndio mwisho wa msaada kwangu mimi kuja kwako. Kwa sababu haiwezekani wewe unanitia mimi headache, umenitia headache. Yaani mpaka nashindwa, yaani nilikuwa nashindwa hata kulala. Nafikiria hapa, wewe uko wapi? Kwa sababu wewe uko hapa kwa dhamana yangu. Nashindwa hata kwenda kuulizia kwa watu kwa sababu watu hawakufahamu. Nikana jiuliza, nenda hospitali nikatafute maiti yako. Lakini hata nikiikuta maiti yako hospitali huko, naifanyaje? Naizika kwa staili gani? Au nichukue nikatekate niunge mchuzi? Inawezekana? Mwisho wa siku jibu linakuja haiwezekani. Inakuwaje ndugu yangu unanitia headache kama hizo mimi? Na mimi nilikuwa naishi peke yangu, sikuwa na mawazo kama hayo. Ndugu yangu bwana, hapana. Wahindi wanasema kushinei. Ukisikia kushinei tujue kila kitu kimeisha. Kwa hiyo mimi nasema kama Muhindi, kushinei, usimuja Dar es Salaam kutafuta maisha, nenda kayatafute maisha. Lakini mimi kwangu hapa sikutaki, kwa sababu hapa ndani kwangu hakuna maisha. Kuna godoro na vikorokoro vingine. Hakuna maisha huko. Nilipata matatizo kama hivyo unavyoniona. Siku hiyo tulivyotoka hapa asubuhi, nienda kukutana na mtu anafukuzwa mwizi. Mtu mmoja akaniambia, wewe kimbia, kuna mtu anafukuzwa amevaa nguo kama za kwako. Wakati nakimbia nikagongwa na gari. Nilikuwa hospitali brother. Sikuwa sehemu nyingine yote, nilikuwa hospitali. Sasa huyo aliyekugonga amekusaidia nini? Nenda hospitali. Akahakikisha napata huduma zote. Alafu baada ya huduma hakuruhusiwa hivi unavyoniona. Sasa baada ya kukupeleka hospitali sawa, ukapata huduma. Kwa sababu hata kama ungerudi hapa, basi mimi huduma ningekupa. Na wao hapo ulipopata ajali, wao wangekupeleka polisi, ungepata PFCD, ungeenda hospitali. Huu mji watu wanasaidiana sana. Mimi mbona wewe nimeweza kukusaidia? Mimi nakujua. Lakini si nimekusaidia. Basi na watu wengine alikadhalika wako hivyo hivyo. Sasa amekupeleka hospitali tu amekuhudumia basi. Sasa yeye alikupa kadi yeye refa. Au wewe una simu kudi umecheza alafu, sio? Yaani kuna vitu vingine vina maana kabisa. Hii kukupa kadi ndo nini? Acha ujinga ndugu yangu. Hii business card tusibabaike na jina business card, hilo neno la Kiingereza. Hii ni kadi ya kawaida tu. Kama ile kadi ya kwenda kununulia umeme. Mtu mwingine anaweza akakupa hii kawa sio ya kwake. Sasa mfano hii kadi hii tunaipiga afu anapokea JPM. Wewe unamwambia nini? Wewe ni jipu utumbuliwe.
Wewe ndugu yangu acha ujinga wewe. Hapa sio Geita, hapa Dar es Salaam. Yaani mtu anakugonga na kuhatarishia maisha yako, alafu anakwenda kukupa ikadi. Wewe kupitia ajali hii ndio ulikuwa unatakiwa sasa uyatoe maisha kupitia ajali hii. Kwa sababu wewe ndio unaujua mwili wako. Wewe mwili wako sio kama mbuyu kusema labda gari itagonga ataumia yenyewe. Wewe umeumia. Kama umeumia wewe ulikuwa unatakiwa kupitia yeye ndio unatoka. Bwana ndugu yangu bwana mimi mligonga, lakini nahisi kama hizi figo hizi hazifanye kazi vizuri. Au maini haya yamesogea. Hapo ndio unapopata scholarship unakwenda kutibu unaambiwa katibiwa India. Hivyo India kuna kutibiwa milioni 30 na huko. Sio tunaanzia maisha sisi. Chukua hela yako unakwenda airport bwana, chukua ndege ya Mwanza Geita. Ukirudi huko uko vizuri. Yeye unaweza kukutana naye kapewa vile vile na mfanyabiashara mwenzie au na mtu yote. Na wewe hii kadi unaweza kupata mwanamke kupitia kadi hii. Ukaichukua hii kadi ukampa mwanamke na akajua labda wewe una shughuli ya maana, kumbe una lolote hapa Dar es Salaam. Sasa ndugu yangu, omba nipige hii namba hii ya kwenye business card, apokee yule alikufanyia ajali. Lakini kama atakuja atapokea mtu mwingine ambaye siye huyu, tu ambaye tumemkusudia, haki ya Mungu nakwambia. Haki ya Mungu. Bahari itoke Ziwa Victoria, litoke Mwanza, lije Dar es Salaam na hii bahari itoke iende Mwanza. Kama mimi nitakusamehe. Hapa ndio itakuwa mwanzo na mwisho. Alafu mimi nakushangaa kitu kimoja. Wewe mtu anakuambia kimbia, eti kuna mtu umefanana naye fulana, na wewe unakimbia tu. From nowhere unakimbia. Sasa ungegonga ungekufilia mbali. Yale ulikuwa unatakiwa pale pale unakimbia ungetafuta kibaraza, unakaa unavua fulana yako, unatafuta kitu hiyo fulana hiyo unajipepea. Unaonekana kwa barazani kwako umepumzika. Wewe vipi bwana wewe? Mimi na ndugu zangu wako Bagamoyo Fukayosi hapa. Na sio saidi. Nakusaidia wewe mtu kutoka Geita huko. Mimi Morogoro hapo sijafika. Lakini bado unakuwa mzembe. Acha uzembe huo. Au sasa mimi wewe unataka kila siku unakufundisha maisha ya Salaam, kila siku unakueleza. Basi ukitoka hapa kanunue kaunta buku na peni. Nikuandikie maswali hapa, kati swali kazi jibu ni wanakuelekeza. Na misamiati ya Dar es Salaam. Halo. Sasa hizi mzee wangu. Najua mzee wangu mimi wewe unijui na mimi wewe sikujui. Ila sababu ya mimi kukupigia wewe simu ni kuhusu huyu ndugu ambaye wewe umemgonga. Jamaa yangu huyu ambaye naishi naye wewe ulomgonga na gari. Amekuja hapa na sikumuona karibu siku 3 siku 4. Nimepata headache ya hali ya juu. Sijui yuko wapi na yeye hapa mjini ni mgeni. Siku anarudi ananiambia mimi nilipata matatizo. Nilikuwa nakimbia, kuna mtu alikuwa mwizi anakimbizwa, amevaa nguo ambazo zinafanana na nguo zangu. Nikakimbia nikaenda nikagongwa na gari. Umeona? Sawa, nikamwambia sawa, umekaa hospitali kwa muda wote. Nini baada ya kutoka hospitali ulichokipata? Ananiambia aliyenigonga amenipa business card. Sasa mzee wangu, wewe unaishi mjini, unatembelea usafiri. Na wanasema magari mjini hapa ndio simba wa mjini. Yaani ina maana wewe mzee unamiliki magari, afu unategemea mtu uliyemgonga, ulimsababishia ajali umpe business card mzee wangu kweli? Sasa mzee wangu mimi nimekupigia simu. Mimi nataka mimi na wewe tuonane. Hii business card haiwezi kumsaidia. Huyu anahitaji msaada wa kifedha. Bado anahitaji msaada mwingine wa kimatibabu. Huyu ni binadamu, huyu sio gogo kusema umeligonga tu basi. Angalia bwana mzee wangu bwana. Usiniombe mimi msamaha, msamaha ujengi bwana. Mimi sija kuona mtu ajenga gorofa kwa msamaha bwana. Wewe nini bwana? Vidondoka katika mfuko wangu kwa mtibu. Ndio nilileta Halo. Habari yako mzee?
Unaongea na Dr. Fred hapa kutoka hospitali ya Sugar. Ndio iko opposite na soko la Mapinduzi. Kuna hii kadi ambayo tumekuta kwa mgonjwa ambaye tunamtibia, nikasema tukupigie ili uweze kufika hapa hospitali tuweze kuongea naye. Karibu sana. Asante dokta. Asante sana. Habari za hapa za kazi. Nadhani ndio ulipigia simu. Exactly. Ndio. Kupigia simu. Ni ule kuitikia wito. Lengo kubwa la kupigia simu ni hii business card ambayo tulikuta kwa mgonjwa. Na tukaendelea tukuite sasa tuweze kuongea naye vizuri. Ndio. Mgonjwa wako tumemchunguza na tumemchunguza katika hali ya utulivu kabisa. Tumegundua hayuko na tatizo kubwa ambalo litapelekea wewe kushtua. Si yule kijana? Amerudi tena? Amerudi tena. Dokta, tunahakikisha kwamba amekuwa na hana tatizo tena? Hakuna tatizo kubwa ambalo iko nalo. Ndio. Ni mshtuko tu, tuseme ni msongo wa mawazo ambao ndio iko nao. Lakini tumerudia vipimo, tumecheki vizuri kabisa na tumegundua kwamba hayuko na tatizo lolote, iko vizuri kabisa. Sasa nini kirudisha tena hospitali? Ni msongo wa mawazo. Unajua vijana wengi wanatembea wako wanawaza vitu vingi sana. Kwa hiyo nahisi na hiyo inaweza kapelekea yale, lakini malazi yake anapolala si pazuri, kula yake ni ya kubahatisha, ndio anasababisha. Maka mori, usije kama umepata matatizo ya kuingia na kuna bleeding, internal bleeding ya kichwa, ama kitu kama hicho. Hapana. Si kitu kanasema matatizo mimi. Ni kuhakikishia mzee. Yeah. Kwenye hii taaluma na miaka zaidi ya 5 nafanya kazi. Kwa hiyo nimechunguza kwa umakini kabisa. Okay. Nakwambia ndio iko sahihi. Kule kama mtu ameshangiwa kidogo. Kabisa. Sawa, nimekuelewa. Unafahamu vizuri sana. Sasa haya ni mengine. Nitajibu kwa naye kuongea naye na kwa namna gani naweza kumsaidia. Lakini kishindikana maana ni mambo ambayo alikuwa nayo katika maisha yake. Kubwa kwangu lilikuwa hili la kuhakikisha na escape kutokana na kile kitu ambacho ananifanyia hicho tu. Ya. Nitaka uanze kujua hapa kwanza ili in case of anything tatokea kwa dharura nini unaweza kukimbia kwa haraka. Lakini tutajuana zaidi hapo. Lakini kubwa nitaka vile tufahamiane wote kwa pande zote mbili. Kwa sababu ndio na mwenzangu unakaa wapi. Mimi nimetokea Geita. Na unakaa wapi au umefikia kwa nani? Nimefikia kwa rafiki yangu. Sawa, karibu sana. Sio kwa nyumbani. Sababu tumejuana, jua kwamba tutasaidiana kwa mengi. Kama nilikwambia mimi na hodhi au namiliki kampuni. Kwa hiyo na madaraka au uwezo wa kufanya na wewe ukawa mwenzangu katika kazi yako. Kazi ziko nyingi hapa na elimu sio ndio kipimo cha kufanya kazi hapa. Kuna watu wana masters huko, wana PhD, bado sio hatari. Kazi ni nidhamu, uadilifu na uaminifu. Kwa hiyo tutakupatia sehemu yako ya kazi hapa kwa pamoja, tutasaidiana kwa mengi. Sasa mzee, nitaweza kufanya kazi ofisini. Kama una nia kweli utaweza. Nia yangu toka kulikokuwa, uondokane na sasa unazo, uanze kurudi katika hali ya maisha mazuri. Na hata kile bakio unakwenda kusalimia ndugu, tunajua kwamba na maskani yangu sana ndio unakwenda kufanya kazi. Sawa. Karibu sana. Kwa hiyo baada ya 3-4 nikishapata nafasi yako nzuri, nikamwambia kuna kazi ukapata nafasi yako, nitakuchukua uje hapo uanze kazi moja kwa moja. Karibu sana. Mwanangu, mji huu una vitu vingi. Mji huu mpana. Una watu mbalimbali na mioyo iliyotofautiana. Sasa basi, sio kila rafiki anastahili kuwa rafiki kwako. Kuna rafiki mwingine mnafiki mama. Kwa hiyo akili kumkichwa. Akili kichwani mwako mwanangu. Sio kila njia inastahili wewe kupita. Kuna njia nyingine unaweza kumuona watu wanatiririka, wanapita, wanaenda. Sio kwa sababu muona wenzao wanapita basi wakasema na mimi mama anakwenda, mbona wale wanakwenda? Kabla ya kutenda kwanza fikiri. Fikiria mara mbili mwanangu. Si unanielewa vizuri? Unataka kusafiri au unataka kuniacha? Sielewi maana unanipa maneno ambayo
Nashindwa kuelewa. Mwanangu mimi niko pamoja na wewe. Siendi kokote. Basi kama nikiondoka Mungu mwenyewe kapanga. Lakini ninaanza kukufundisha sasa hivi toka nilipokuwa na wewe mpaka sasa hivi umri wako mtazidi kuwa na wewe kukufundisha. Hivyo ndio sasa hivi sio mtoto mdogo unaketi mama. Ushakomaa sasa hivi. Kwa hiyo kabla ya kufanya jambo kwanza unatafakari mara mbili hiki ninachofanya kinastahili. Ndio maana watu wanasema hivi, mtoto akililia wembe mpe. Kwa sababu kitu kile cha hatari mtoto anazidi kulilia. Sasa mpe kimkate ajue madhara yake. Kwa marafiki wangu yanichague au mwanangu? Nisikize mwanangu nikwambie. Naongea hivi ninamaanisha wewe mtoto wangu kuna kesho na kesho kutwa. Sio kila rafiki mama anakuwa rafiki. Kuna rafiki mwingine mnafiki. Na wengine wanapotosha. Naweza kuuliza tu kwanza, Kalawi ni nani? Huyo anaishi naye, kwa hiyo kumtajia namba yangu kumzungumzia nini? Nimekumbuka. Kuna siku aliwahi kunipokonya ile business card. Na akawa ametoka nje. Sasa sijui kama aliweza kuchukua zile namba akapiga simu. Ndio unaishi naye? Ndio. Basi ndio alinipigia simu. Alikuwa mkali sana. Yani jibu tu maswali, tuambie nani hajibu maswali, lakini nijibu kumaanisha vizuri pole. Najua baada ya kutoka hospitali. Kwa hiyo aliniuliza siku zote nilikuwa wapi. Kutokuamini kwake kulinifanya mimi nitoe ile kadi kumuonyesha. Ndio kama nilipokuja kutoka nayo nje. Alikuwa mkali na alipotoka kule ndio kama niliruhusu tena kulala. Kwa hiyo nataka kusema bila mimi kuzungumza naye vizuri kwa sababu kwa nimepigia asingekuwa kulala siku nyingine pale nyumbani. Isingewezekana kabisa. Okay. Haya ndio maisha ya mjini ya ili upate mafanikio au uende to the next stage ya kupasha uvumilivu sana hapa. Watu wanapanda wengi, lakini kila mtu kupandia wewe shuka katika kawaida huko ukiwa unajua malengo yako ni yapi. Lakini mimi tumefahamiana, mimi na kikao yatakwisha pole pole. Mvumilie huyo kama alivyokustiri kwa sababu ni mtu mwema kwa wewe. Lakini taratibu shinawe utapata sehemu yako nzuri ya kujistiri. Sawa? Ya pole sana. Wewe iboti. Unafanya nini? Nafanya nini kuhusu nini? Unafanya nini kwenye nguo zangu? Sina bado fanya nini kuhusu nini? Na anua nianike nguo zangu. Ufanye nini? Kwa kama zimekauka na sogeza na nikazangu. Alianika ndio natakiwa atoe. Hai, huko leo umetoa. Wewe umekuja na kamba hapa mpaka uniulize swali hilo. Kwa hiyo unataka kumiliki kamba hapa? Ndio namiliki kamba kwa sababu mmezikuta. Mmekuja na kamba hapa mlivyo kupanga. Aha, kwa hiyo unajitaka kujionyesha mbabe sasa hivi. Wewe kuna mimi ndani yangu naonaje mimi yani? Kwani wewe nani? Wewe sio umesikia? Kwa hiyo nitakuchanganya sasa. Jamani unichanganye nani kwanza unaanzaje kwanza kunichanganya mimi? Nini sasa? Huyu mwanao mkosefu wa adabu kusema nieleka mndazini. Mama unamsikia? Mimi sitaki nguo yako mimi naanika nguo zote zimepauka. Hapana, tu umepanga chumba hujapanga kamba. Sawa, tumeelewa. Mwache bwana nini lakini? Bwana kitu gani ndani mwache. Haya nini sasa? Nini unachokifanya pale kitu gani mwanangu? Kwani upendi kunisikiliza mimi? Bwana mama yule kazidi. Kila siku anatunyanyasa sisi tu bwana. Suze, si unajua kama ndio tabia yake. Unataka mlingane? Wala si utumwa mama, ungemwacha. Tunamjua kabisa matendo tabia yake, unamjua jinsi gani ilivyo. Ametaki na hauna. Achana naye mwanangu. Ukimfuatilia mbwa muda wote kwa nyuma yake, mwisho wa siku utaingia nao msikitini. Akili zake na ufahamu wake unazijua. Achana naye. Jamani mwanangu, nikwambie mara ngapi? Kwa nini ukuepusha shari ukaondoka? Si basi hataki kuandika kamba yake, basi muache mpaka atakaporidhika utachukua utajanikia mwanangu. Nini sasa lakini? Nguo zake zile yule ni
Sitaki. Suzi sitaki. Naomba unielewe mamako ninachoongea. Sitaki. Najua una muda mchache tangu uanze kazi hapa, lakini naamini umeshaanza kuzoea zile. Bila shida. Unaona mazingira ya kazi? Yako vizuri. Yako vizuri. Sasa nimekuita hapa kwa sababu najua una wiki moja nusu tangu uanze kazi. Utakuwa hujajiweza kujihudumia mwenyewe. Kwa nauli, kwa kutumia za kuchakata na kula chakula, kitu kama hicho. Sasa nataka nikusaidie kidogo ili uweze kujikamilisha mpaka nyumbani katika maisha yako. Hizi ni pesa. Pokea rasmi kwa ajili yako wewe. Hizi zitakuwa kwa ajili ya kutafuta sehemu yako nzuri sana. Sehemu yenye amani. Lakini baada ya kupata chumba, utapata kujitamiza, utapata kitanda ndani, utapata friji, utapata jiko, utapata kabati, microwave, vitu kama hivyo. Kwa vyote utanunua kufuatana na pesa hizi. Usipate shida. Nataka kila mtu tulie, uwe unakuja kazini ukiwa huna wasiwasi, ili ufanye kazi kwa nidhamu, kwa uadilifu na uaminifu. Okay? Lakini mzee mbona unaishi vizuri? Kama sema unaishi vizuri sana basi je kutafuta kufanya shindani. Tafuta furniture nzuri ndani kwa sababu kuna siku tutakutaka kuja kuona kutembelea, sio ni sehemu moja ujao kinavyo hapana. Na kama sehemu sio nzuri unataka nyumba nzuri ambayo imetulia, iendane na wewe na hadhi na kampuni hii ndio tutakuwa vizuri kwa mimi. Usiogope. Fanya tulio kwa taratibu na usipate wasiwasi. Asante. Kwa hiyo hata kesho kwamba ruhusa mimi nitakupa ruhusa ili ufanye kazi hiyo tu ya kutembea, kuja kutafuta chumba kizuri. Asante sana. Haya. Hizo ni kwa ajili ya kununua vifaa. Sasa ngoja nikupe hii kwa ajili ya nauli yako. Kwenda unajua ukiwa na madai utakutembeza huko ndio upako upate nyumba nzuri, kwa hiyo kusaidia kwa nauli. Hii kwa ajili ya kununua vifaa vya ndani na kulipia hilo pango ambalo umepata. Sawa? Mzee pesa yote ya nyumba. Na kama utaona kuna sehemu imepungua tunaambia. Kwa sababu unaona nyingi lakini hujui kwamba sasa hivi gharama ya nyumba zimekuwa kubwa sana. Mimi nataka wewe akili yako itulie. Kama una stress iondoke. Ufanye kazi kwa uwezo wako. Kwa nidhamu ya hali ya juu, kwa uadilifu na uaminifu. Nashukuru sana. Asante sana. Kazi njema. Haya, asante. Hapa ndio umetafuta baada ya kuwa nimekukabidhi zile pesa, sio? Ndio. Hongera sana Heri. Nashukuru sana. Kusema ukweli umenishawishi sana kwa hicho ulichofanya. Unajua hatujuani. Tumejuana kwa ile tukio tu. Sasa mtu ongeza kupata hizo pesa kwa misuse. Ukaamua kufanya chochote kingine na bado nisikupata wapi ulikokwenda. Lakini mpaka umetengeneza umetafuta nyumba hivi, ukanunua kafriji kako, microwave, kuna jiko lako la gesi, maana unatumia pesa kwa sababu zile ambazo uko umeniambia. Hii ni kuonyesha jinsi gani uko mwaminifu. Sawa? Sawa. Kwa hicho ambacho tumeonyesha basi tutafanya mambo mengi sana mwanangu. Kimsingi baba, mimi nikushukuru wewe kwa sababu mtu kukuamini hivi ni vigumu sana. Lakini wewe ulionyesha imani kwangu. Kwa hiyo na mimi sitaki kutoka katika zile njia unazohitaji wewe. Na tafuta kile ambacho wewe unahitaji nifanye ili kuonyesha imani yangu kwako. Tuko pamoja, tuko pamoja. Tufanyane mengi sana. Kwa hii tufanyane mengi sana mwanangu. Sio na wasiwasi. Nashukuru sana. Sawa? Basi mimi nashukuru nilipoona kwako. Na kama nikwambia jitahidi maintain sasa yako hivi. Kwa sababu kampuni yangu ni kubwa sana na mimi ni mtu mkubwa sana. Kwa hiyo haiwezekani tunaonekana yule mzee yuko na kijana wake afu mzee yuko shabishaga hapana. Kwa sababu ana kijana wake unajua bwana anaishi mahali fulani na anaishi mazuri na hana matatizo, hiyo ndio kazi nzuri. Ila babu usiwe na wasiwasi. Usiwe na wasiwasi kabisa kwa sababu najua kwa nini umefanya hivi. Kwa hiyo sitakuangusha. Brother, usipaniki kabisa. Nimefanikiwa kupata kazi na makazi. Baada ya kupata kazi nimekuwa busy kwa hizi siku ambazo sijaonekana hapa. Lakini
Nakumbuka kila kitu ulichonifanyia. Naheshimu sana mchango wako brother. Nakumbuka sana fadhila zako kwangu. Hizi siku ambazo sijaonekana hapo sinifikirie tofauti. Ni ubizi wa kazi tu. Ili kuonyesha kuwa nathamini mchango wako kwangu. Naheshimu uwepo wako kwangu. Kila ninapopata nafasi nahakikisha kuja kwako. Sina mtu ambaye naweza nikampelekea hekima hizi tofauti na wewe. Hata hao walionipatia kazi ni kwa sababu ya wewe ulinipokea vizuri, ukanilea vizuri. Na hatimaye kufikia hapa nilipo sasa. Bila wewe wao wasingeniona kabisa. Wangeniona wapi? Pengine labda ningepokelewa na watu wasiokuwa wema. Ni mtu ambaye nakuheshimu sana. Na hili ili kuonyesha tuko pamoja. Nataka nikupeleke siku moja nilipopata makazi. Hata kama ningefikia hatua gani. Wanasema wakati unapata viatu usimsahau aliyekununulia ndala. Kwa sababu mwanzo ulikuwa unapekua. Wewe ni mtu uliyeninunulia kanda mbili mimi. Na hatimaye hao wakanunulia viatu. Umenipokea mjini nikiwa sina lolote, sina pa kwenda. Kwa hiyo bado thamani yako naiona kwa sababu ni ya kwanza kumenelea vizuri na hatimaye kufanikisha ile kazi. Ngoja nipatie kidogo ya chai ili niwahi majukumu. Mimi nashukuru sana. Haina shida sana. Magasi niseme ni takrima, siniseme rushwa. Lala, hiki ni kitu kidogo sana. Hakilingani na wema ule ufanya kwangu. Hakilingani na fadhila ulizozifanya kwangu. Siongei maneno mengi sana. Asante sana. Lakini ndio hivyo ndugu yangu, kuwakea kama hivyo umeshapata shughuli ya kufanya. Tulia kwenye shughuli yako, fanya maisha. Hiyo ndio safari. Yaani hiyo ni hatua moja kwenda mpaka kwenye 10. Kwa hapo tena 20, 30, 40 mpaka kufika 100 utajua mwenyewe. Sababu maisha sasa hivi ukipata nafasi kama hizo ndio opportunity chances ni wanasema wazungu wanasema. Never come again. Hizo zinakuwa mara nyingi hazirudi. Kwa kuwa makini, fanya maisha yaende. Unaona bwana. Afu huu mbali wetu ambao tutakuwa tuko nao usababisha kukosa kunipa taarifa. Mimi nishakuwa ni ndugu yangu sasa. Kwa taarifa yoyote inapaswa na mimi ndio mtu wa kwanza kujua. Umeona? Siwe tena kwa sababu sasa kuna mpango yako nini kwa jamaa yule bwana mimi simpi taarifa na nikifika nitampa 50,000 30 atatia mfukoni na atakwenda kula mchele. Usifanye hivyo. Haya maneno yako sasa haya ndio nifanye kazi kwa juhudi. Mimi nafurahi sana ninapokuja hapa na kukuta mtu mwenye furaha, mzima wa afya. Nafurahi sana. Sawa. Asante sana. Haya bwana, nashukuru bwana. Haya. Wewe zamu yako imekwisha sana, subiri kutoka. Sasa hivi zamu ya watu kutoka kumtwala. Kutoka kumtwala mtu ana ndugu nitamsaidia naye yule. Lazima unaona kama hapa leo nimepata 50,000 kwa silachi. Kuna kazi ya kwenda kupanga matofali kwa asiendi kwa 50,000. 10,000 leo, kesho kutwa. Siku 5 nzima napumzika ndani. Chips ndio. Kampuni inakuwa kila siku wateja wazidi, na kwa msingi hiyo basi majukumu yanakuwa makubwa. Hebu jaribu kupata kijana mwingine anaweza kukusaidia. Lakini kijana huyo na kuachia jukumu la kumtafuta wewe, na lazima awe na tabia karibu sana na za kwako. Hili swala mzee sio la kurupuka. Kabisa. Patie muda ili niweze kutafuta mtu. Lakini pia ukishindwa usikue na bia tu. Mzee nimeshindwa. Sio kompyuta mtu kaja kutumiza baba. Sawa. Okay. Asante sana mama. Haina shida. Baba. Habari za hapa baba? Hapa salama. Baba, naona kijiji kimependeza kweli. Naona nyumba zimeongezeka huku, watu wameongezeka Karibu sana. Asante. Lakini baba, unaonekana kama hujanikumbuka. Unanikumbuka kweli? Sura inakuja, inapotea. Inakuja, inapotea. Mimi ni Heri, mtoto wa mzee Thomas, marehemu Thomas. Unanikumbuka sasa? Siku nyingi mwanangu, siku nyingi.
Oh, siku nyingi kweli baba. Sasa baba, mimi niko mjini, kuna kazi ambazo nazifanya. Sasa nikaona nitafute mtu ambaye anaweza kusaidiana na mimi kuendeleza zile shughuli zangu. Nikaona ni vyema nije kijijini kwa rafiki yangu Tobias. Sasa sijui ameenda wapi. Yeye yupo, lakini nimemwagiza kijiji jirani. Lakini yupo. Atakapokuwa kule nadhani itakuwa ni vyema hata yeye pia kuwa anakuja kukusalimia na akiwa na chochote cha kukusaidia wewe. Nikiugua hatutakuja baba. Hapa mbona leo nimekuja? Mimi sina muda kukaa sana. Mimi nadhani kwa sababu hayupo nikuachie namba ya simu. Ungerau utaenda kesho? Hapana baba. Kule sijaacha mtu yeyote. Atanipigia kwa namba hii hapa. Simu yoyote tu anaomba kwa mtu yoyote ananipigia au ananibipu, mimi nitampigia. Tampokea kokote kule. Ana baba kidogo nikuachie ya maji. Asante sana. Basi baba sawa, utamwambia sasa. Huyu Soko amekuja kulipiza kisasi kweli? Lakini alikuwa mdogo, atakuwa nakumbuka kama ni kitu gani kilichofanyika. Kweli? Nataka kwenda kuwa mwanangu mjini. Oya vipi, mbona mnagombana hadharani hapa? Tatizo nini? Shida kuhusu nini? Mjadala ukuhusu unaweza kusepa tu. Ujamaa tunafanya dili zetu nyingine kama unavyojua. Umeona? Sasa tushapata chochote. Lakini jamaa anakuwa mgumu kugawana. Mwanangu ngoja kwanza. Bombe sio suluhu ya matatizo. Shilingi ngapi unamdai? Mimi namdai buku mbili. Mwanangu nipe langu. Tatizo shilingi 2000. Shika. Hapo fresh. Fresh kuhusu nini? Mwempo 10,000 wewe vipi wewe? Bombe hauna maana. Nini? Usikia nini hiyo pasu mwanangu gani? Unagana na nani? Na wewe kitu gani mwanangu tumepa bukuteni leo? Unazingua. Na sio kitu gani? Unazingua. Kwa hiyo umeona tamu, si ndio? Sikia nikwambie. Ukiendelea kunifuatilia nitakuzingua. Sikiliza. Achana na mimi. Sasa ni wewe mwanangu gani mwanangu? Ona na gani chakula. Mwanangu. Ushika hiyo. Sasa ushike. Unanifanya shilingi 2000 mwanangu kwenye shilingi 10,000. Wewe ndio una mind sana. Ina maana uko na shilingi 4,000 ukijumlisha na inakuwa shilingi ngapi? 6,000 da. Kwa nikikuzidi buku mbili una mind sana, si ndio? Hiyo hasara unazidi mind bwana. Hiyo hasara zile shilingi 2000 bwana. Unaona sasa ungekuwa wewe ungelipa hata hii. Ungelipa hii. Wewe shika bwana. Acha kuzungua. Kristo poa. Unakuwa na mind vitu vidogo bwana. Mimi sikutegemea boka kama yule angekuwa kama vile mwanangu. Akuja hapa sisi tunamgonga sana yani. Nionyeshe kishenzi yani. Kuna kati zetu. Afu anakuja pale mwanangu atoka mnyaule. Afu unajua mimi mpaka nafika pale. Umeona? Nilikuwa sijamuelewa kabisa yani. Nilikuwa sijamuelewa. Yule mshikaji inabidi tumvizie tumkabe. Kwa sababu sisi hatuna kitu. Umeona? Mshikaji yuko vizuri. Umeona sasa hivi mkoko nini? Sasa mshikaji yuko vizuri. Wewe kalipe plate number. Utakali vipi plate number wakati wewe ulikuwa unanizingua? Ila nakumbuka rangi ya gari tu. Kama rangi ya kilimu vile. Sio pesa janja, tunaona pesa wewe ndo makoro. Wewe ndo mjanja mwanangu. Mjanja pesa tu. Bongo mimi nakudai shilingi 30,000. Angetoa tu. Wewe score wetu tu. Unaambia shilingi 2,000 mwanangu. Ulikuwa kudai 30,000. Basi nitoe hizo baki sasa. Mimi sio mfaume njozi kwamba nijue wewe mshikaji alikuwa na hela au vipi. Umeelewa?
Hapa ni kama fresh. Issue nilokwambia ni hiyo, mshikaji inabidi pale pale kitaa. Lazima atajipitisha tuelewa kwetu. Wewe kawa vipi? Tufanye tu hili nilokwambia. Yaani hiyo ndio point. Mshikaji yule bado ni boya tu, japo ana hela, hana kitu. Umeelewa? Wewe mwenyewe unajua, mshikaji tumemzingua kitambo sana. Yaani issue ndio hiyo. Acha bwege kitaa. Subiri basi, sasa unatambua kitu. Kwa swala la mzee mimi niulize kitu. Unajua kila nikifikiria naona kama hajafurahishwa na maamuzi yako wewe kuleta. Naona kama hayuko tayari kufanya kazi na mimi. Nimekuwa mtu wa kujishtukia kiasi kwamba kimenifanya nimewaza mengi kiasi cha kuamua mimi nahisi acha tu nirudi zangu nyumbani. Kwa nini unasema hivyo? Basi tu naona kama ameona hujafanya chaguo sahihi. Unajua mtu ambaye unaona kabisa haridhiki na wewe hawezi kujificha. Ndicho ambacho mimi nakiona. Hebu sikiliza Tobias. Mimi nimekufuata wewe kwa sababu nakuamini. Na nafasi hii amenipa mzee mwenyewe kwamba nitafute mtu ninayemwamini ili tuweze kusaidiana naye. Sasa swala la mzee uliondoa akilini kwamba hajalizika na wewe. Niachie mimi. Na ninachokuomba, hebu tufanye kazi, tumuonyeshe kazi sio maneno.